Nasaha 24 TV. Na hawa ni baadhi ya waumini wa dini tukufu ya Kiislamu waliohudhuria ibada ya swala ya Ijumaa ndani ya msikiti huu. Mimi naitwa Shomari Ali Mrisho, mkazi wa Dar es Salaam. Ila natembea maeneo mengi, shughuli zangu ni transporter, ila tu sina budi kuhudhuria katika ibada kama hivi, na ni wajibu wangu na ni lazima Muislamu kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sababu maalum wote tumeletewa na Adamu na majini ni kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mingine yote kwetu sisi ni ziada. Na isitoshe bado ukiangalia unapotoka, kama unaishi sehemu yote nyingine tofauti, labda unaishi mjini, wazazi wako vijijini, na maana kwamba utahangaika, lakini unajua wewe unategemea siku kwenda kuona wazazi, utabeba chochote, utabeba sukari, utabeba mchele, utabeba kitenge, utabeba kanzu, utabeba koti kumpelekea mzazi. Utakachompelekea Mwenyezi Mungu ni nini zaidi ya kutumikia ibada yake? Kwa sisi umuhimu wetu wa ibada ni yani, Mwenyezi Mungu hana shida kitu chetu, wala ibada yetu sisi kwake wala haipunguzi chochote. Kikubwa ni sisi wenyewe kujitafutia njia sahihi ya kwenda kule. Tunakwenda katika njia ngumu. Ugumu wa njia tunazokwenda sisi unaanzia kaburini. Sisemi kwamba labda akhera tu au katika kisimamo. Adhabu inaanzia kaburini. Kila muda wa swala inabidi uwajibike katika maswali. Na maana kwa lazima tufanye nini? Tutumikie swala kwa muda na kwa wakati. Naitwa Abubakari Masandiko Makoba, ni muumini katika msikiti wetu wa Masjid Al-Afdal. Na leo kama hatibu alivyoelezea umuhimu wa swala. Umuhimu wa swala unatufanya unaepukana na mambo mengi, hususan ya mitaani, mambo ambayo si mazuri kwenye jamii. Kwa unapokuwa unakuja katika swala, inakufanya inakuwa active katika baadhi ya mambo. Kwa mfano kama Mwenyezi Mungu anatukumbusha, unapozidi kuwa naye karibu, basi na mambo yako ndipo yanazidi kufunguka. Kwa hiyo unapokuwa unazidi kuswali, unapojiweka karibu na Mungu, pia na mambo yako mengi yanazidi kufunguka na vitu vingi vinazidi kwenda vile ambavyo Mwenyezi Mungu unavyomuomba naye anazidi kufungua. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya ibada au tunapokuwa karibu zaidi na swala, ina maana tunarahisisha sana mambo yetu mengi ambayo tunayofanya katika ulimwengu tulionao, kwa sababu tunaamini kwamba tunapokuwa tunafanya ibada tunajiweka karibu sana na Mungu. Ina maana kama unafanya ibada ya sala 5 kwa siku, ina maana una uwezo wa kuzungumza na Mungu mara 5 kwa siku. Kwa ina maana katika siku nzima unapokuwa unamuomba Mwenyezi Mungu katika mambo yako, basi na Mungu lazima atakufanyia wepesi, na pia hata mwili mzima kwa ujumla unakuwa msafi. Kwa hiyo mambo mengi ya kheri Mungu anaweza akakuletea ukifanya ibada ikiwa sehemu ya maisha yako na ukiwa msafi kwa ujumla. Naam. Asante. Umuhimu wake ni kufanya mwanadamu kuepukana na maovu na machafu. Tukaelezwa kwamba kwa kawaida wanadamu wa sasa hivi tunakuwa kwenye swala tunapotea katika lengo la swala, kutokana tunawaza mambo mengi ya nje. Tukafundishwa namna kuna dua unahitaja kuepukana na shetani ambao anakufanya utokane na lile lengo la swala, na tumeambiwa wanadamu ili mambo yetu yaende vizuri na umuhimu kusimamisha swala, kwani swala ni nuru katika jamii yetu. Alhamdulillah. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Swala kama alivyotueleza khatibu kwamba swala inakwenda kumtoa mtu katika fikra za maovu na maasi. Yani miongoni mwa malengo na madhumuni ya swala ni kumtoa mtu huko. Kwa hiyo katika kipindi hichi tulichopo, vijana wajikite katika swala na wajishikamane na misikiti, kwa sababu watakapokuwa wanashikamana na misikiti na wanaswali, hawatafikiria mambo maovu na machafu kama haya yanayoendelea katika jamii zetu. Watu wanajiita jenzi, wanafanya uchafu katika jamii kubwa ya Waislamu ambalo ni machukizo kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa jamii nzima inakuwa ni madhara, jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameshatukataza kwamba tusijiingize sisi wenyewe kwenye maangamizi kwa mikono yetu. Kwa hiyo natoa ushauri huu kwa wazazi, wawahimize vijana wao waende msikitini waswali, lakini pia wawahimize nyumbani waachane na fikra mbovu na potofu hizi ambazo za kwenda kufanya maandamano na kadha na kadha, ili kuharibu amani tulionayo katika nchi yetu. Kwa hiyo hayo ndiyo usia aliyotupa khatibu leo katika swala ya Ijumaa inshallah. Shukran sana. Awali akizungumza katika hutuba ya swala ya Ijumaa ndani ya Masjid Al-Afdal, khatib katika hutuba hiyo Ustaz Salum Khamis Kibwana alitumia mimbari ya hutuba ya swala ya Ijumaa kuwakumbusha waumini
Umuhimu wa ibada ya swala kwa waumini wa dini tukufu ya Kiislamu. Itathmini vizuri swala yako, ndugu zangu Waislamu. Hilo ni miongoni mwa sababu ambayo inatufanya sisi Waislamu tusifikie lengo la swala ambalo ni kumwepusha mja na mambo machafu na maovu. Wengi hatufahamu lengo la swala. Wengi katika sisi Waislamu tunakosa ujuzi sahihi wa ibada ya swala. Wengi katika sisi Waislamu hatufahamu ni yapi masharti kabla ya swala, ni yapi masharti ukiwa katika swala. Tukianza kuulizana mmoja baada ya mwingine, ndugu yangu Muislamu, nielezee ama niambie ni yapi masharti kabla ya swala, niambie tahara inakuwaje, niambie sitara inakuwaje kwa mwanamume ama kwa mwanamke, ili aweze kuikaribia swala ama ili aweze kuisimamisha swala. Kila mmoja atakwambia la huku, mwingine atakwambia huku, asifahamu vizuri swala yake. Wengi vile vile katika sisi Waislamu tunaswali, hatuzifahamu ni zipi nguzo za swala. Waislamu wengi tunaswali kwa manati, unaswali pale ambapo unajisikia. Allah tabaraka wa taala anatuambia fawailul lilmusallin, basi ole wao wenye kuswali, alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao swala zao ni wenye kuzisahau. Miongoni mwa vitu ama kutokuhifadhi swala ni kuzisahau swala, ni kuisahau swala. Kwa maana wewe swala ya alasr swala ya alasr ukawa umekuja kuswali magharibi, swala ya magharibi umekuja kuiswali isha pasina kuwa na nyudhuru ya aina yoyote. Enyi ndugu zangu Waislamu, tuwe ni wenye kuzihifadhi swala zetu, tuwe ni wenye kusimamisha swala zetu vile ambavyo inatakikana, alimradi upate radhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.